anakuponya. Yesu yuko mahali hapa, tunaombea bure kabisa. Una magonjwa yaliyoshindikana, Yesu ataenda kuyaondoa, Yesu ataenda kukuponya. Ngoja niombe kwa ajili yako Mtanzania ulioko Mtwara. Yesu yuko kwa ajili yako. Asante Mungu kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya ukuu wako, Mungu wa mbingu na nchi. Tuko eneo la Coco Beach Bwana, tunakuangalia wewe Baba. Tawala katika kipindi hiki, mtumishi wako anapenda kulinena neno lako la uzima. Tawala Bwana, Watanzania wao wanakusikiliza, Watanzania wao wanasikiliza neno lako Bwana. Ukawaguse Bwana, ukawaponye wanaoumwa, waliolemewa na mizigo mizito Bwana, wapumzishe jioni ya leo, uwaponye, wafungue, waweke huru Bwana. Nguvu zote za giza, nguvu za mashetani, majini yote, mapepo, roho zote za uchawi katika mkoa wa Mtwara, tunaharibu falme zote za giza kwa jina la Yesu. Hazina mamlaka mahali hapa, bali neema yako na uweza wako na mkono wako uliodari, mfalme wa wafalme, jemedari wa vita, simba wa Yuda, Mungu usiyeshindwa na chochote. Naamini uko mahali hapa kwa ajili ya kuokoa na kuponya, kwa ajili ya kuwafungua Watanzania walioko katika mkoa wa Mtwara. Tawala Bwana, mtumishi wako anaponena neno lako katika jina la Yesu, amen. Amen. Karibu kwa dakika chache, naomba unisikilize. Ninaitwa mchungaji na mwinjilisti George Musa. Nina miaka zaidi ya 20 na kitu hapa Mtwara, na nimekuwa nikifanya huduma hii kwa TAG Shangani. Lakini sio hivyo, nimekuwa nikizunguka mataifa na mataifa kufungua kazi ya Mungu. Tumefungua kazi kule Mozambiki, inaendelea na makanisa. Lakini sio hivyo, tumefungua kule Kenya na South Africa. Lakini sio hivyo, tumefungua na Malawi pamoja na Uganda na Kongo. Lakini sambamba na hizi kazi zote, nimeona kwamba nipite mtaa kwa mtaa kwa ndugu zangu wa Mtwara, niwaeleze kile kitu ambacho Mungu amenisisitiza. Ameniambia niwaambie nini? Kwamba tuna maisha mafupi, jiandae kukutana na Mungu. Ujumbe wa jioni ya leo unasema jiandae kukutana na Mungu. Maandiko yanatoka katika Zaburi ya 90 mstari wa 10. Biblia inasema hivi: siku zetu za kuishi ni miaka 70, na kama tuna nguvu miaka 80. Siku za kuishi duniani ni miaka 70, na kama tuna nguvu 80. Nisikilize. Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, alikusudia Adamu na Hawa aishi milele hapa duniani. Hakukuwa na magonjwa, hakukuwa na kifo, hakukuwa na chochote unachokiona wakati huo, kwa sababu dhambi ilikuwa haijaingia. Lakini baada ya kukosea Adamu, kuasi kwake, kifo kikaingia kwa mwanadamu. Ina maana kifo cha kiroho, hali ya kutengwa na uso wa Mungu. Tunaposema kifo cha kiroho ni hali ya kutengwa na Mungu. Lakini sio hivyo, magonjwa yakaingia, hayo unayoona. Sisi hatukuwa na magonjwa. Lakini sio hivyo tu, kifo cha kutengwa na mwili, kutengwa na roho. Na ndio maana leo lazima tufe. Kufa ni lazima, hapa sio pako. Na ndio maana nimesoma maandiko haya, miaka kuishi kwetu ni miaka 70, kama na nguvu 80. Kwa nini? Adamu aliishi na miaka 930 akafa. Ukisoma ile kitabu cha Mwanzo 5:5 utaona Adamu huyu tunamsema, ambaye ndio mwanzilishi wa wanadamu, yeye ndio alisababisha ukoo na maelfu ya watu kuzaliwa. Alikufa na miaka 930 akafa. Sasa ukisoma Biblia, mwanadamu pekee kwenye Biblia aliyeishi miaka mingi anaitwa Metusela. Metusela ndio kiumbe pekee kwenye Biblia aliishi miaka mingi hapa duniani, miaka 969. Lakini miaka ikaendelea kupungua mpaka sasa mtunga Zaburi anatoa wastani wa maisha ya mwanadamu, akasema miaka kuishi kwetu ni miaka 70, na kama tuna nguvu miaka 80. Nisikilize vizuri, kwamba wewe huna umilele. Hata kama unauza, utajenga majumba, utafanya biashara, utafanya kila kitu, lakini kuna maisha ya muda mfupi hapa duniani. Sasa unapoishi hapa duniani, muda wowote utakufa. Wewe na mimi lazima tufe.
Sasa lazima ujiandae kukutana na Mungu. Mungu lazima ujiandae kukutana na Mungu. Muda wowote roho yako itachukuliwa na Mungu, na ndio maana tumeleta ujumbe huu kwamba watu watubu dhambi. Hata kama unakunywa pombe, unalewa pombe, unafanya hajakusaidia. Na kuna vitu vitatu vinavyofupisha maisha. Cha kwanza ni dhambi. Kama unatenda dhambi unafupisha maisha. Kama unakunywa pombe unafupisha maisha. Kama unavuta sigara unafupisha maisha. Kama unavuta madawa ya kulevya unafupisha maisha. Ni heri jioni ya leo kabidhi maisha yako kwa Yesu upate uzima wa milele. Dada yangu, unanisikia? Yesu anakupenda, yuko tayari kukusamehe hata kama. Nisikilize. Unaomba nini? Unaomba nini? Umechoka na dhambi. Sasa unaona Mungu anamgusa huyu ndugu kwamba ametambua kwamba dhambi zinasumbua. Sio kwamba analewa anapenda, ni kwa sababu ya dhambi. Dadangu, uko tayari kuomba maombi pamoja na? Unaomba maombi? Unataka, uko tayari maombi? Haya, unaona watu wanaoguswa na Roho Mtakatifu. Sasa piga magoti hapa, nataka tufanye maombi na muda mfupi. Piga magoti. Mmechoka na dhambi, si ndio? Umechoka na dhambi, si ndio? Nimechoka. Haya, sasa tunataka kuomba. Mimi dada, nataka nikwambie, nilikuwa mlevi kama wewe. Nilikuwa nakunywa, lakini Yesu aliniokoa. Na leo hii naenda kukombolewa. Hata ndugu yangu huyo hapa anaenda kukombolewa. Kwa sababu dhambi ni mateso. Ulevi ni mateso. Wewe unasema kabisa, niko tayari kutubu dhambi kama wa ndugu zangu. Njoo hapa haraka sana, kimbia kama uko tayari, tuombe pamoja na wewe dhambi iondoke, kwa sababu tuna maisha mafupi ya kuishi duniani. Wewe unasema niko tayari. Sasa sema, nyanyua mikono yenu juu. Nyanyua mikono juu. Nyanyua mikono juu. Sema maneno haya: Bwana Yesu, nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimechoka na dhambi. Nisamehe Yesu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ondoa kila tamaa ya dunia. Nimechoka Yesu. Niokoe na taabu na mateso ya dhambi. Nakupokea. Roho Mtakatifu ameshaingia. Baba, naachilia nguvu yako, naachilia nguvu yako, naachilia nguvu yako. Fumba macho na kuombea sasa. Mama mchungaji, njoo hapa haraka sana. Iko nguvu ya Mungu inatembea. Iko ndugu, kama unataka umpokee Yesu njoo. Kama unataka kumpokea Yesu wewe hapo. Katika jina la Yesu, kila pepo la ulevi, kila pepo la dhambi, haya mashetani yote yaliyomfunga dada huyu, haya na kuamuru majini na mapepo, na kuamuru majini na mapepo, haya na amuru majini, mapepo yaliyomfunga ulevi, achomoka. Chomoka, achomoka. Pepo out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Mama mchungaji, haya mapepo, haya pepo kibaba, pepo kibaba, pepo kibaba, haya kulogwa, msukule. Mama mchungaji, uko wapi? Ipo nguvu inatembea Mungu hapa. Pepo nonota. Mama mchungaji yuko wapi? Mama mchungaji, saidia huyu mama. Yuko wapi mama mchungaji? Mama mchungaji hajagoa tracks, iko nguvu ya Mungu inatembea. Haya, pepo nonota. Na kwa Mungu kwa jina la Yesu mwachie. Hujamfunga kwenye duka, hujamfunga kwenye maduka, hujamfunga kwenye maduka, kwenye majumba. Pepo nonota. Out in the name of Jesus. I command the evil spirit from king of darkness right now. Carry out in the name of Jesus. Any power from king of darkness. Any power king of darkness. Out in the name of Jesus. Simama juu. Ujue iko nguvu ya Mungu hapa. Sikiliza. Unajitambua wewe ni nani? Sema, Bwana Yesu. Nisaidie. Acha tu. Nifungue kutoka kwenye ulevi na nguvu za giza. Nyosha mkono juu, nataka nifunga macho. Kwa jina la Yesu, haya nguvu za kulogewa kwenye pombe, kulogewa ulevi, asiendelee na maisha mazuri. Ninakemea kila ulevi wa kulogewa uliologewa kwenye pombe. Kunywa pombe. Ninavuta hizo roho za kuwekwa kwenye mitungi. Karabosekereboliandarabakai. In the name of Jesus, witchcraft power, carry out in the name of Jesus. 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 Evil spirit from king of darkness right now, carry out. Carry out in the name of Jesus. Carry out in the name of Jesus. Carry out in the name of Jesus.
Any power from king of darkness, out! Be free now in the name of Jesus. Unajisikiaje? Unajisikia vizuri? Unajisikia vizuri? Wewe jina lako nani? Naitwa Amina. Amina. Hii hali imekusumbua miaka mingapi? Uliza pombe kwa siku nyingi. Siku nyingi? Lakini upendi kunywa pombe? Yaani pombe kujikuza tu. Sasa hiyo inakuletea umaskini. Ndugu kama hiyo inakuletea umaskini. Tumezunguka mitaani ili pombe ziishe na matatizo yaishe, na Yesu anakupenda. Ndio maana tunapita mitaani kuhubiri habari za upendo wa Mungu, na umasikini wote sio mpango wa Mungu. Tunataka tukuombee. Sasa unafanya biashara gani? Msuzi. Sasa tunarudisha kila kitu, wateja wote. Kama ilichukuliwa nafsi yako ukapelekwa huko, pesa zako zinapotea. Mchungaji, nguvu ya Mungu imetembea hapo, ulikuwa mbali unagaa tu. Unasikia? Sasa tunakuombea ususi upate wateja, na uje pale Shangani kuanzia Jumatano. Tutakuwa na semina juu, tutakuwa na semina ya tunaombea na semina ya Pasaka. Mama mchungaji atakuwa rafiki yako. Huyu ni mke wangu, ameamua kuokoka. Na dada huyu tumeomba, nguvu ya Mungu imeshuka. Ndiyo tayari. Sema basi maneno, unaamua kuokoka, si ndio? Sema na Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimeamua mimi kuokoka. Nimechoka na maisha ya kudangadanga na kufanya kazi mbaya tofauti. Niko na urokole wangu tu pamoja, maisha mazuri jamani. Amen. Sasa nakuombea nguvu ya Mungu. Haya, nyanyua mikono juu, tunakuombea. Pombe nyingi imeshaisha hiyo. Baba, katika jina la Yesu naachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Msaidie dada huyu sasa, muondoe kwenye maisha mabaya, roho ya umasikini na ufukara, roho ya ufukara na ing'oa kuanzia sasa hivi. Upate wateja wasusi wazuri, chuma ulete kuchukuliwa pesa mwisho. Na achilia baraka juu yako na kutamkia baraka na kuinuliwa. Usionewe tena na ulevi wa pombe, pesa zote kupeleka kwenye pombe. Nguvu za giza zimeshindwa, bali upako na nguvu ya Mungu, miujiza mikubwa, upako mwingi na uweza mwingi. Kwa jina la Yesu pokea uponyaji. Ushangilie na Bwana Yesu. Mpigie Yesu makofi, mpigie Yesu makofi. Chukua namba za mama mchungaji, atakulea, ni rafiki yako. Chukua. Nimechoka na dhambi na ulevi, napoteza pesa nyingi, nimechoka, niokoe, nisamehe, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninakupokea Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa, katika jina la Yesu, amen. Sogea huku, sogea. Huyo chukua namba zake. Kama na kazi muulize sana. Unapajua pale Shangani. Shetani ya ulevi, haya mizimu ya ukoo, out! 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 Spirit of death, out! Haya maroho ya kimizimu ya ukoo kwa jina la Yesu inavoja. Achia ndugu huyu, achia ndugu huyu. Kifungo cha ulevi, kifungo cha kulogwa, kulogewa kwenye pombe, kupoteza pesa zake, kwa jina la Yesu na kufungua kwa jina la Yesu. Funguka. I set you free in the name of Jesus. Any power from king of darkness right now, carry out in the name of Jesus. Out, out, out. Kwa jina la Yesu naachilia uponyaji na uzima. Uwe mzima. Nguvu ya Mungu ikuguse, uwe mzima. Amen. Simama juu. Sikiliza, hiyo iliyokugusa ni nguvu ya Mungu. Unajisikiaje baada ya maombi? Niko mzima zaidi. Sasa chukua namba zangu za simu. Chukua namba zangu za simu. Hiyo pombe, simu yangu mimi nimeweka chaji. Sasa Shangani pale kwa mchungaji Joji, unapajua? Pale karibu ilipokuwa na Fibichi Hotel. Unapajua? Sasa kazi zako zunguka kuanzia saa 4 mpaka saa
saa 10 tuko pale kanisani. Ukipata nafasi uje machache ili tukusaidie kukuombea. Saa 10 mje. Saa 10 uje. Uje saa 10, sawa? Unapajua vilipokuwa jioni. Kwa mchungaji jioni. Hakuna mtu. Hakuna. Uje. Jitahidi uona kama mtaa ya wapi kwako. Mimi nakaa Mbezi. Sawa. Jirani tuona kuja basi na vitu visikurudie tena. Kwa sababu Mungu ana makusudi. Hata mimi nilikuwa wewe kama wewe. Tena mimi nilitumia sana madawa ya kulevya. Ngada, unaijua ngada? Ngada unaijua? Bangi nimetumia sana. Lakini Mungu ameniokoa na hiyo. Huu ni mwaka 36. Kwa hiyo Mungu atabariki maisha yako, atabariki kila kitu. Kila kitu atabariki. Nataka ufanye biashara yako upate baraka na usaidie familia na kila kitu. Ndio maono yetu. Sisi tunaombea watu ili wawe raia wema, lakini sio hivyo wafanikiwe. Sawa ndugu yangu? Unaitwa nani? Naitwa nani? Umempa ile taxi? Hujawapa taxi, wapatie. Kwa hiyo Shoni usikose. Sawa Uje pale utapata namba za simu. Dada, kesho saa 10 utaona baraka. Utaona baraka. Si unaona tumekemea hapa hizo nguvu za giza ndio zinazokamata pesa na kila kitu. Sasa hutaonewa tena na chuma ulete wala kuwasukia watu kuwapa hela ulikujua pombe. Wananuiziaga hawa watu. Wananuiza wewe hela upeleke kwenye ulevi tu, unapitia huko wanachukua pesa za watu.